Yes, Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka tuone neno la Mungu. Nataka tuone hali yetu sisi kama watu ambao wameokoka na watu ambao tumeitwa na Mungu. Tumekuja tukakubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na tunakiri, tunasema ya kwamba mimi nimeokoka, mimi ni Bwana. Nataka tuone hali yetu au our position in God. Na Biblia tutasoma maandiko kadhaa. Na tutaanza na Wagalatia 4 mstari wa 1. Tukiendelea, Biblia inasema ya kwamba Wagalatia 4 mstari wa 1, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yuko chini ya mawakili na watunzaji hadi wakati aliyokwisha kuamuliwa na Baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. My Bible is not moving. Okay, imefunguka. Lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alituma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali umwana. Na kama umwana, basi umrithi wa Mungu. Hapa Biblia inaongea kuhusu mtoto. Na Biblia inasema kwamba wakati ule mrithi wa vitu mingi, mrithi wa vitu za baba yake, angali mtoto. Biblia na kwa Wagalatia 4 mstari wa 1 inasema ya kwamba yeye anakuanga tu kama mtoto, kama mtumwa. Mungu au baba yake hawezi muaminia hizo vitu kwa sababu yeye ni mtoto. Lakini vitu zake zile yeye ni mrithi zinawekwa chini ya mawakili, chini ya watu wa kutunza hadi wakati ule huu mtoto atakomaa. Baba yake ndiye anadetermine ya kwamba huu mtoto amekomaa. Anakuja anamwambia, sasa wewe sio kama mtumwa tena. Wale mawakili, wale watunzaji, ile right alikuwa amewapea kutunza hizi vitu za huu mrithi kwa sababu alikuwa mtoto. Sasa wananyang'anywa. Huyu mtoto anapewa the full right ya kuown vile vitu, na analithishwa hizi vitu kwa sababu amekwisha kukomaa. Vivyo hivyo ndivyo Biblia inasema. Sisi tulikuwa kama watoto, lakini wakati ukawadia, tulikuwa tukitumikishwa wakati huo kawaida za huku duniani. Tulikuwa tunafanya mambo ya duniani. Tulikuwa hatukuwa na tumaini, hatukuwa na mwelekeo. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati ukawadia, kama vile nimesema ya kwamba baba ndiye anaamuru ni wakati gani huyu mtoto amekomaa. Naye Mungu alikuja
akaamua wakati umewadia. In verse Wagalatia 4:4 inasema ya kwamba wakati uliwadia, utimilifu wa wakati. Mungu akamtuma mwanawe ambaye alizaliwa na mwanamke na akazaliwa chini ya sheria. Alizaliwa kwa nini? Alizaliwa ili aje atufanye sisi kama warithi ambao tulikuwa watoto, ili ya kwamba tukaweze kuurithi. Alikuja ili akomboe dunia. Alikuja ili akomboe ulimwengu. Alikuja wale walikuwa chini ya sheria za ulimwengu, wale walikuwa chini ya matamaduni na mila na itikadi za mambo tofauti tofauti. Alikuja ili wakaweze kupokea. Alikuja ili wakaweze kupokea kuwa hali ya warithi, kuwa wana. Na Yesu Kristo kile alikuja akafanya, alikuja akatufanya sisi kuwa wana wa Mungu. Alikuja akatufanya kuwa warithi pamoja na yeye. Tukapokea hali ya kuwa wana. Na tulipopokea hali ya kuwa wana, Mungu alituma Roho wake Mtakatifu ndani yetu. Akatuma Roho wake Mtakatifu ndani yetu, ambaye tunaweza kupitia kwa huyo Roho Mtakatifu kuita Baba, Aba, yani Baba. Na hivyo ilifanyika aje? Tuone neno katika kitabu cha Waefeso chapter number 1 and verse 5. Ni Waefeso 1:5. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, kulingana na radhi na mapenzi yake. Nirudie tena. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, kulingana na radhi ya mapenzi yake. Hapa kunaingia na neno la Kiingereza linaitwa adoption. Na my English Bible NIV inasema kwamba, as I read, naweza soma where is it? He predestined us to be adopted as his sons through Christ Jesus, in accordance with his pleasure and will. Ni kupitia radhi na mapenzi yake tulikuwa adopted. Biblia inasema ya kwamba alikuja kwa watu wake, lakini watu wake hawakumpokea. Bali wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ambao hawajazaliwa kwa mapenzi ya mwili na damu, lakini walizaliwa kwa mapenzi ya Roho Mtakatifu. Sisi tumefanyika wana kupitia adoption. Na adoption ni hali ya kisheria ya kufanyika, ambao sisi hatukuwa pale, hatukuwa wa ule ufalme, hatukuwa sisi kama wana, lakini tulikuwa adopted. Ni kuchukuliwa, tulichukuliwa rigari, tukakuja tukachukuliwa na tukawekwa katika uungu, tukawekwa ndani ya familia ya Mungu kupitia Yesu Kristo kuja kutukomboa ili tukaweze kufanyika wana. Na tumefanyika wana, tunaweza enda mbele za Bwana kama vile Biblia inasema hapo Wagalatia ya kwamba tulipewa Roho Mtakatifu ambao tunaweza lia Abba, kuita Baba. Kile Roho alikuja kufanya, alikuja kutoa ile uoga ule ambao hatungeweza kwenda mbele za Mungu kwa sababu ya huo uoga, lakini akareplace ile uoga au akabadilisha ule uoga, akatupea freedom ya kwenda mbele za Bwana na mbele za Mungu wetu kama Baba, na kuita Baba.
tukiwa na ile hadhi yake ambayo na mapenzi yake, tunaweza ita Bwana Baba. Hatuna uoga wa kuita Baba. Hatuna ile mipaka na kuogopa ati hatuwezi enda mbele za Bwana, kwa sababu amefanyika kuwa Baba. And tukifanya hivyo, tunaweza enda mbele za Mungu kama Baba yetu bila uoga, bila kuona ya kwamba yeye hatustahili kwa sababu yeye bibi ni mkuu sana. Yes, ukuu wake upo, lakini sisi tunaweza enda mbele za Mungu kama Baba yetu. Biblia inasema in the book of Romans chapter number 8 and from verse 12. Inasema, basi kama ni hivyo ndugu, tu wadeni, si wa mwili tuishi kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiyaua matendo ya mwili, kwa roho mtaishi. Kwa kuwa my Bible, hii teknolojia inadisukuma sana. Verse 13 inasema, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiyaua matendo ya mwili, kwa roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sikiza hapa, roho ule tulipokea. Ule Biblia inasema ya kwamba in the book of Galatians ya kwamba tulipokea. Anatusaidia kuita baba. Anatusaidia kulia baba. Huyo roho inasema ya kwamba kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Wale ambao wanaongozwa na Roho wa Mungu, roho ule tulipokea, hao ndio wana wa Mungu. Verse 15, kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho wa kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Tulipokea roho wa kuwa wana. Hatukupokea roho tena wa utumwa ile iletayo hofu. Nilisema wakati tulipokuwa adopted, tulitolewa ile fear, tulitolewa ile hofu, tulipotolewa ile uoga ya kwamba hatuwezi maybe enda mbele za Bwana, lakini sasa tunaweza enda mbele za Mungu na tuite Aba, Baba. Tuko na freedom, tuko huru. Lakini na Biblia inasema kwamba hatukupokea roho wa utumwa, hatuko watumwa tena. Na Biblia ilisema kwamba in Galatians ya kwamba sisi sio watoto tena, kwa sababu Mungu aliona tumeiva, tumekomaa, akatuma Yesu Kristo, akaja akatukomboa na akatuleta katika ufalme wa Mungu. Sasa tunaweza lia Aba Father, tunaweza lia kama Baba. Tumefanyika kuwa wana, na hatukupokea roho wa kunyanyazwa, hatukupokea roho wa hofu ati tukae kila siku tuko na hofu, bali tulipokea roho wa kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba. Tunaweza enda mbele za Mungu tukiwa na uhuru. Tuende mbele za Mungu tukiwa huru, tukijua ya kwamba huu ni Baba. Tunaweza lia Aba, naye Mungu atatusikiza kama wana. Mungu atatusikiza kama Baba. Hatuna ile mipaka tena, kwa sababu hatuongozwi na sheria na mila na utamaduni na itikadi za hapa duniani, lakini tunaongozwa na ile roho ambayo tulipewa, ambayo kutoka tunalia Aba. And verse 16 inasema ya kwamba Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Hakuna kitu ingine cha maana
na cha dhamana kama hii. Roho mwenyewe, roho ule tulipewa na roho ule tuliopokea tulipopokea Mungu, ya kwamba analia pamoja, anashuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu wana wa Mungu. Wewe umwana wa Mungu, wewe umtoto wa Mungu. Haustahili kukaa kama an orphan because you are a son of God, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Verse 17 inasema ya kwamba na kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, waridhio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Na kama tu watoto wa Mungu tuwarithi pamoja na Yesu Kristo. Huyo roho tulipokea alitupea garanti ya kuwa warithi pamoja na Yesu Kristo, kwa sababu Mungu aliona tushakoma, akatupatia wakati wa kwamba sasa nyinyi ni warithi. Sasa chukueni vitu zenu, nyinyi ni warithi, mshakomaa. Kile kitu Yesu Kristo ambao ni cha Yesu Kristo, hata wewe ni chako. Hata wewe nakwambia hicho ni chako, because you are son of God, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Hakuna tofauti sasa ya Yesu Kristo na wewe kwa urithi, kwa sababu kile Yesu Kristo atarithi kama mwana wa Mungu, hata wewe utarithi kama mwana wa Mungu. Mateso ya Yesu Kristo tunarithi pamoja naye. Yesu Kristo aliteswa, na aliteswa ili sisi nasi tunaweza share na kuwa part ya yale mateso ya Yesu Kristo. Na ili tukiteswa naye alikuja kutukuzwa. Alipotukuzwa pia tutatukuzwa pamoja naye. Mambo yale tunapitia kwa wakati huu, magumu yale tunapitia kwa wakati huu, nataka kujulisha na nataka kukwambia kwamba ni kwa muda, ni kwa sababu sisi tu warithi pamoja na Yesu Kristo. Na kama Yesu Kristo alikuja kuteswa, tutateswa, lakini kama alikuja kutukuzwa, tutatukuzwa pamoja naye. Hiyo ndio Biblia inasema katika Warumi 8:17. Tutateswa pamoja na Yesu Kristo, tutatukuzwa pamoja na Yesu Kristo. Na Mungu anagojea ni kwa muda tu kidogo, muda kidogo tu, tunakuja kutukuzwa. Wewe kama mwana wa Mungu, nataka kukujulisha kwamba unakuja kutukuzwa pamoja na Yesu Kristo. And verse 18 nasema kwamba kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Mateso yale tuko nayo kwa wakati huu, mateso yale uko nayo saa hizi, kukosa pesa, kukosa kazi, watu wanalia usiku na mchana, watu wanalala njaa, watu wanahangaika, biashara zinafungwa, mambo mengi yamekoma, hayaendelei. Tunasema economy, tunalia economy, lakini nakwambia ni kwa muda tu kidogo, lakini utukufu unakuja kuupokea. Wewe ni mwana wa Mungu. Nataka kukuhimiza nikwambia kwamba wewe ni mwana wa Mungu, na Mungu anakuja kuleta utukufu wa Yesu Kristo. Tulithi utukufu kama na Yesu Kristo kwa wanaye. Mungu akubariki sana. Jua wewe ni mwana, jua wewe umrithi pamoja na Yesu Kristo. Mateso wale unapitia ni kwa muda. Wewe mwana unakuja kupokea, unapokuja kupokea tozwa utukufu ule ulioko ndani ya Yesu Kristo. God bless you. Amen.